Naam, katika nawafilul layali leo tuatazama swala ya lailati as-sabti. Tunayo hapa katika kitabu hichi cha adhkaru swala ukurasa wa 155. Leo tutazame salatu laila as-sabti baada ya kuifahamu swala inayoswaliwa usiku wa aljumaa. Mfano kama hivi leo ndio usiku wa aljumaa, kwa maana kuanzia magharibi ya leo mpaka alfajiri kuna sunna tulieleza namna ya kuswaliwa na faida yake, na rakaa zake ni 2 tu, lakini leo tunatazama sunna inayoswaliwa siku ya Jumamosi, lakini usiku wake ni siku, kwa sababu siku inazingatia idadi ya masaa 24, lakini tunaikusudia usiku kwa maana masaa 12 yale, na ilivyo hasa usiku katika lugha ya Kiarabu au katika mfumo wa dini, na ndiyo mabadiliko pia ya tarehe katika dini. Tunaanza magharibi, ndio siku yaumun jadid katika mfumo wa dini. Magharibi kila ikifika kwenye mfumo wa dini ndio siku mpya imeanza. Sasa laila as-sabti, usiku wa Jumamosi, ni kama hivyo. Kesho Ijumaa si ni mchana, ile magharibi yake Ijumaa ndio utakuwa umeingia usiku wa Jumamosi. Kuna sunna itaswaliwa kesho kuanzia magharibi mpaka majogo yake. Nafikiri watu wananielewa, kwa sababu hapa ninapozungumza nimesimama usiku wa Ijumaa, kwa maana magharibi ya leo ilikuwa ni mchana, ndio alikuwa Alhamisi. Kwa sababu kuanzia magharibi imeingia Ijumaa. Nafikiri ninaeleweka. Kulingana na leo ni tarehe 4 Disemba. Ukija katika mahesabu ya mengine ya kizungu, mahesabu ya kizungu tunaita mahesabu ya kizungu, ingawaje asili si ya kizungu. Asili si ya kizungu. Nitakuja kuzungumza kwa nini si ya kizungu. Sikuna miladi na hijiria, sitareza kumfuata nani? Si mtume, na huyu ni mtume. Huku kuna kuhama, huku kuna kuzaliwa kwa Nabii Isa alayhi salatu wasalam. Huku kuna kuhama kwa bwana mtume Maka kwenda mji wa Madina, ndio maana ikawa hijiria, kuhama. Miladi kwa maana uzao wa Nabii Isa alayhi salatu wasalam. Sasa utasemaje ni hesabu za kizungu? Nabii Isa ni mzungu? Si ni mtume huyo? Si ni Muislamu? Au watu hamjui? Swala anasema Muadh bin Jabali radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, amesema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, man salla lailata sabti. Sikiliza faida hapo ndugu yangu, yeyote mwenye kuswali usiku wa Jumamosi 6 rakaati, akaswali rakaa 6 tu, fayakrau fi kulli rakaa, ikawa kila rakaa anasoma nini? Suratul Fatiha, kwa maana Fatihatul Kitabi marata, suratul Fatiha mara moja tu, wa suratul Ikhlas 31 mara, suratul Ikhlas kwa maana qul huwallahu akasoma mara 11. Sikiliza faida yake. Ukiswali kwanza ziwe ni rakaa 6, kwa maana rakaa 2 inakuwa mara 3, lakini zingatia kila rakaa moja suratul Fatiha, suratul Ikhlas kwa maana qul huwallahu unazirudia mara 11. Sawa? Sura 31 raka nani, idadi ya suratul Ikhlas mara 31, so mara 11. Mabwana ndugu zangu mnaonisikiliza, ni 31 mara 31 suratul Ikhlas, kwa maana kul huwallahu ahadun Allahu samad utairudia mara 31 kila rakaa. Ina kaugumu kidogo, lakini kwa sababu ni iraghaba na watu wanaitafuta pepo kwa kujipendekeza na mambo yao kadhalika kufunguka, tutaiona faida hapa. Sawa, ni jambo dogo sana. Ukhrij al-ghillu wal-makru wal-waswasa wal-ujubu wal-riya. Hii ndio faida yake. Wewe usione kuwa ni swala ndefu na nini, angalia faida yake. Pataondoshwa ndani ya moyo wake chuki. Ghillu, chuki haitokuwepo. Makru, sawa,
Ghilu, kinyongo. Chuki haitokuwepo, ndo makru. Waswasu, wasiwasi haitokuwepo katika moyo wake, sawa. Alujubu, kujiona hakutokuwepo. Ria haitokuwepo katika moyo wake. Wayajma'u Allah fi qalbihi nuran wa rahma wa rafa, Mwenyezi Mungu ataunganisha moyoni mwake pawe na rehma, pawe na huruma, pawe na nuru. Wayalbisuhu yawma alqiyama, faida nyingine, ukifufuliwa siku ya kiyama utavalishwa, Mwenyezi Mungu atakupa almaghfira, msamaha. Wayabqa wajhuhu kalqamari, na uso wake utabaki ukiwa unang'ara kama mfano wa mwezi Laila albadri, mwezi wa tarehe 12, 13, 14 na 15. Wayubna lahu bikulli raka, Mwenyezi Mungu atakujengea wewe kila raka moja nini? Qasru fil janna, jumba la kifahari peponi. Sasa hapa ndo najiuliza, kuna watu hawaijui hii, hawaijui kabisa na hawajawahi kuisikia hii. Nani sunna imo, ni mtume kafundisha, vitu hivi vimewekwa sawa katika vitabu na watu wengi maskini hawavijui. Sasa shekhe wa kutupenda sote tuwe peponi, tuingie kwa juhudi zetu sisi wenyewe, akatutafutia hadithi hizi akatuwekea. Lakini maskini watu hawazijui, na wanaozisikia kadhalika inakuwa kama unawapigia gitaa tu, wavivu kama nini. Subhanallah. Kuna taratibu wake ni nia, kwamba nawaitu sali rak'atayn, hiyo sunnata lailata sabti, kama hivyo unanuia kusali raka mbili, na hiyo mathna mbili mbili, unatoa salam, mbili mbili unatoa salam. Taala lillahi taala, atasoma suratul Fatiha kwa maana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah mpaka waladhalin, kisha unasoma ikhlasi kwa maana kul huwallahu 31 mara 31. Baada salami, zingatia, ukishatoa salamu kwenye kila rakaa utakuwa unasema fadhlu minallahi wa ni'matu wa maghfiratu wa rahma. Si lazima, ingawaje kama unaweza kuyazungumza hayo maneno uyaseme, lakini kama huwezi, wewe ukishatoa salamu unanyanyuka unaswali rakaa zingine mbili hivyo hivyo. Lakini wale wanaojua wasome fadhlu minallah, kama ambavyo kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani zile rakaa za tarawih huwa tunazungumza hivi, fadhlu minallahi wa ni'matu wa maghfiratu wa rahma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin sayyidi sallallahu alayhi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa astaghfirullah. Nas'aluka aljannata ilahi wa na'udhu bika minan nari. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karimal afwi. Maneno haya nafikiri watu wengi wameyakariri, wanayajua. Inapendeza. Si lazima ukimaliza kila raka mbili basi ulete fadhlu minallah. Huwezi, ukitoa salamu simama aswali tena raka mbili zingine hivyo hivyo, kwa mfumo na utaratibu huu. Hii ni sunna inayoswaliwa siku ya Jumamosi. Basi inshallah tuje tuondoke na sunna inayoswaliwa siku ya Jumapili, tuone na faida yake kila siku, kwa maana kuna zinazoswaliwa usiku na kuna zinazoswaliwa mchana. Ni wewe na uvivu wako tu. Hizi tunazizungumzia usiku. Tutakuja kuleta na zile zinazoswaliwa mchana inshallah.